Siku za hivi karibuni hapa serikali kupitia Wizara ya Afya ilitoa tahadhari kuhusiana na magonjwa mbalimbali ya mafua, lakini pia ugonjwa uviko 19. Kumekuwa na visa vimeongezeka hapo, lakini pia walizungumzia suala la kipindupindu kwamba hakuna mgonjwa wa kipindupindu mpaka wakati huu. Sasa tahadhari zimetakiwa kuwekwa hususan katika influenza ama ugonjwa yanayoenezwa kwa njia ya hewa, ikiwemo hiyo influenza, mafua hayo, mafua makali, lakini pia uviko 19. Sasa kuna tahadhari ambazo mtazamaji ama Watanzania wanapaswa kuzifuata. Mwenzetu Bly Moses kutoka huko Dodoma sasa amezungumza na wataalamu kutoka katika wizara wanaohusiana na masuala haya ya afya ili kutueleza ni kwa namna gani wanasaidia ama mtu anaweza akachukua tahadhari zipi ili kujikinga dhidi ya haya magonjwa sijui yanayoenezwa kwa mfumo wa hewa kama hapo nilivyotaja hapo awali. Sasa tumtazame Bly Moses akiwa na wageni wake kutoka huko Dodoma. Na habari asubuhi mtazamaji wa Star TV. Karibu katika kipindi cha Tuongee kutoka hapa makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Kuletea kipindi hiki uko na mimi mtangazaji wako Bly Moses kwa niaba ya wote ambao tutashirikiana nao mwanzo hadi mwisho. Na siku ya leo tutaangazia tahadhari ambazo zimekuwa zikitolewa na serikali kuhusiana na mambo kadha wa kadha, ikiwemo masuala ya hali ya hewa. Kama ambavyo tumeona hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa imetoa tahadhari kuhusiana na mvua kubwa ambazo zimekuwa zikinyesha ama zimeendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali, hivyo wananchi waendelee kuchukua tahadhari kutokana na mvua hizo. Lakini hii leo tutajikita katika tangazo ama taarifa ambayo imetolewa na serikali kupitia Wizara ya Afya kupitia ofisi ile sasa ya mganga mkuu wa serikali chini ya Dr. Grace Magembe kuhusiana na mambo kadha wa kadha, kuhusiana na masuala ya mafua makali, lakini pia mafua makali ya influenza, lakini pia uviko 19 na homa ya dengue na kipindupindu. Tuko na wataalamu kutoka Wizara ya Afya ambao watatueleza sasa kile ambacho kimeweza kuelezwa na serikali na wananchi waweze kufanya nini ili kuweza kujikinga na kile ambacho kimetolewa katika taarifa hili. Kumbuka masuala ya uviko 19 yalitikisa katika miaka ya hapo nyuma, lakini sasa wataalamu watatuambia hali ikoje na hatua gani za kuweza kuchukua ili kuweza kujikinga. Lakini kumbuka kuna mafua makali na homa ya dengue. Katika kujadili hilo studioni hii leo kutoka Wizara ya Afya tuko na Dr. Ona Machangu, huyu ni mkurugenzi msaidizi elimu ya afya, idara ya kinga, Wizara ya Afya. Lakini tutakuwa naye Dr. Norman Jonas, huyu ni mratibu wa huduma za afya ngazi za jamii kutoka hapo Wizara ya Afya. Tutazungumza nao mambo kadha wa kadha ili waweze sasa kutueleza msingi na maana halisi ya ile taarifa ambayo imetolewa na serikali kuhusiana na changamoto hiyo. Karibuni sana katika kipindi cha Tuongee asubuhi hapa studio za Dodoma makao makuu Star TV. Asante sana. Nashukuru sana kwa Wizara ya Afya. Tuko salama. Tuko salama kabisa. Dr. Norman, tunaona mambo ni mengi Wizara ya Afya. Bima ya afya sasa imeanza kutekelezwa kwa vitendo. Kabisa na tunaendelea vizuri. Tunaendelea kuhamasisha wananchi waendelee kujiunga na bima ya afya kwa wote kwa muktadha wa afya zao. Yes. Hebu tuanze kile ambacho kimeweza kutolewa na ofisi ya mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe. Tumeona sahihi yake pale kuhusiana na changamoto ambayo ipo hapa nchini kwa sasa. Nadhani kila mwananchi atakuwa ni shuhuda katika eneo lake. Lakini pia hebu tuambie sasa pengine hali ikoje kuhusiana na taarifa ile? Labda kimsingi nianze kwamba jukumu kubwa la Wizara ya Afya ni kuendelea kufuatilia magonjwa na mwenendo wa magonjwa mbalimbali yanayoendelea, yale ya mlipuko na hata yale yasiyo ya mlipuko. Na kimsingi tunaangazia kipindi hiki cha mwezi kati ya Novemba hadi Aprili, ambapo ndio kunakuwa na kipindi ambacho kuna mvua nyingi au mabadiliko ya hali ya hewa kati ya mvua na joto pia. Tumeona pia kuna ongezeko la magonjwa ya mafua makali
influenza, uviko 19, lakini pia kutokana na mvua zinazonyesha kwa wingi, tunaona kabisa mazalia ya mbu yakiongezeka, na hii pia hupelekea magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya mbu, kwa mfano homa ya denge ambayo inaambukizwa na mbu aina ya Aedes, lakini malaria, mbu anaitwa Anopheles tumeona yakiongezeka. Kwa hiyo kimsingi Wizara ya Afya sisi tunakuja mbele kuhakikisha kwamba tunawapa taarifa sahihi wananchi kwamba nini wafanye katika kipindi kama hiki. Hatutaki tu wapate hizi changamoto alafu wasisikie toka kwenye wizara yao ambayo ndio inahusika moja kwa moja kuhakikisha kwamba usalama wa afya zao. Kwa hiyo sasa jukumu letu ni kwamba tunapoona taarifa hizi au takwimu hizi zikiendelea kutuashiria ongezeko la aina hii ya magonjwa ya mafua makali kama influenza na haya mengine yanayoambukizwa na mbu, tunawaambia kwamba sasa ni nini wachukue au tahadhari gani wachukue wao binafsi kujilinda, lakini pia katika mazingira yao, lakini pia kuwalinda jirani yake pale ambapo mtu atakuwa amepata maambukizi. Yes. Pengine Dr. Machangu, hebu tuambie sasa, mtu akisikia uviko 19 kiukweli anakumbuka miaka kadhaa nyuma hapo, na kiukweli ilikuwa ni simanzi kwa wananchi wengi sana, kwa sababu wapo waliopoteza ndugu zao, jamaa na marafiki. Pengine hii uviko 19 kwa sasa hivi hali ikoje hasa? Maana limezungumza kwenye taarifa ya mganga mkuu wa serikali. Tokea tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2023, Shirika la Afya Duniani lilitangaza au lilitoa tamko kwamba uviko 19 si ugonjwa tena, tunauitwa kwa lugha ya kitaalamu the disease of public health emergency or importance, ugonjwa ambao ni wa dharura kidunia, au sio janga la dharura kidunia. Ni ugonjwa ambao ni wa mfumo wa hali ya hewa kawaida, kama ilivyo magonjwa mengine, kama ilivyo mafua makali, ambao unaweza kumwathiri mtu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na kimsingi mwananchi anatakiwa kuendelea kuchukua tahadhari, kama vile ambavyo unajilinda na magonjwa mengine kama malaria na magonjwa mengine ambukizi, vivyo hivyo na uviko 19 ni ugonjwa ambao na sisi tunakuwa tunaufuatilia. Lakini sasa katika mazingira haya ambayo yanabadilika, hali ya hewa au mvua zinapokuwa nyingi, mafua yanapokuwa makali, kimsingi na ugonjwa kama huu unaonekana, viashiria vyake vinakuwepo kwenye ambazo vinaonekana kutokana na dalili. Kwa hiyo huu ugonjwa tuondoe taharuki kwa wananchi kwamba sio janga tena, ni ugonjwa ambao unafuatiliwa kama magonjwa mengine, na mtu anaposikia dalili zile kama homa kali, mafua, ni vizuri akafika kwenye kituo cha afya, akapima, akachunguzwa, akajulikana ana changamoto gani na akapewa matibabu sahihi, kwa sababu ndio utaratibu mzuri wa kukabiliana na magonjwa. Yes. Asante Dr. Machangu. Pengine tuje kwako Dr. Norman Jones. Unashughulika na jamii uko ngazi za jamii. Mwananchi anaweza kujiuliza, uviko ambao tulipoteza Watanzania wengi mwaka 2021-22 kama sikosei, virusi vile vimepungua makali na vya sasa hivi? Okay, asante sana mtangazaji. Tukienda kwenye jamii moja kwa moja, kwa kawaida magonjwa yana tabia ya kubadilika. Na uviko kama uviko, hata kipindi tuko kwenye mlipuko ilibadilika. Tulikuwa tuna aina mbalimbali ya virusi vya uviko. Kama unakumbuka Omicron, Gamma. Kwa hiyo kirusi baada ya muda kinabadilika, na kirusi kinapobadilika namna ya ukali wa ugonjwa pia ubadilika. Uviko ya kwanza sio uviko ya kwa sasa hivi. Kwa hiyo kirusi kila muda kinabadilika. Lakini kwa mwananchi kama mwananchi, kitu cha muhimu kwake ambacho anakipata ni dalili. Na dalili za uviko mara nyingi ni kama dalili za mafua mengine. Moja ya kwamba homa, mafua, kikohozi, na hizo hapo ndo dalili za msingi ambazo za mwananchi anatakiwa ajue, kwa sababu kuna uhitaji kwamba ukishajua hizo dalili then unaenda kwenye kituo cha kutolea huduma za afya.
na ukifika kwa kituo cha kutolea huduma za afya, daktari ndo atakwambia kwamba una changamoto gani, kwa sababu na ndio maana imesema kuna mafua makali. Kwa nini ametajwa hayo mawili? Hayo kwa watu ambao wana hatari ya kupata ugonjwa mkali inakuwa shida kwao. Unaweza kupata influenza au ikawa ni uviko. Kwa hiyo ukienda kituo cha kutolea huduma za afya, aidha utachukuliwa vipimo na vile vile utapewa tiba stahiki. Na kama uko katika kundi ambalo ni hatarishi, aidha mzee au na magonjwa mengine ya kudumu, tahadhari inakuwa ya juu kidogo, ili kuhakikisha upati labda pneumonia au madhara mengine ya ugonjwa husika. Lakini kama uviko kidunia nzima haijawahi kutokomezwa kabisa, lakini ni ugonjwa ambao unaendelea, upo, lakini unategemea na hali ya msimu, kama magonjwa haya mengine ya influenza na magonjwa mengine ya mafua. Kwa mafua yapo na tunayapata, lakini tuje tunachukua hatua gani? Ndio hili hapa tunakuja kuambia kwamba chukua hatua za kikinga, na hatua muhimu sana ndio kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma za afya. Lakini hatua kuna zile ambazo za msingi ambazo tulikuwa nazo. Hatujai kusema kwamba watu waache kunawa mikono. Hiyo ni tamaduni ambayo tulianza kipindi cha uviko, japo mambo yalivyotulia watu wameacha. Sijaona hata kifo kitakaza mikono. Kwa hiyo hata barakoa watu hawavai sasa. Wakati una magonjwa, barakoa unaweza usivai, lakini kuna vitu ambavyo ni vya msingi kama usafi wa kunawa mikono. Unapopiga chafya, je, zinatuambiaje kanuni za afya kwamba tumia kiwiko, piga chafya yako. Kwa hiyo kuna kanuni za msingi ambazo ni za muhimu sana kuendelea kuzifuata. Unapougua, nenda kwenye kituo cha kutolea huduma za afya. Hizo hapo ndio muhimu sana inapokuja kwenye mafua. Wewe unaweza kuwa uko vizuri, lakini mtu mwingine akapata ikawa shida kwake. Na mafua kama influenza na mafua kama uviko inaweza ikaleta shida zaidi. Lakini Dokta, mwananchi angependa kusikia utofauti wa uviko uliopoteza Watanzania wengi na wa sasa hivi. Umesema kirusi kinabadilika, pengine na dalili zake zimebadilika. Dalili ni zile zile, dalili za uviko ni zile zile. Na kubwa gani sio kumwambia mtu kwamba okay, ugonjwa sasa hivi hauna makali, kwa sababu kwako inaweza ikawa haina nguvu, lakini kwa mwingine ikawa ina nguvu. Kwa hiyo ndio maana mafua yote haya, mafua makali yanachukuliwa kwa uzito unaostahili, kwamba ni mafua ambayo yana asili ya mlipuko. Yenye asili ya mlipuko kama ukipata watu 100, inawezekana kuna idadi kadhaa ambayo ikawa na shida zaidi. Kwenye afya ya jamii ina maana kubwa sana. Kwa hiyo tunawalinda wote kwa pamoja na kwa msisitizo ule ule. Kwa hiyo ndio maana mafua yale mawili yamepewa kipaumbele. Na kwa mwananchi, kitu cha msingi kwake kujua kwanza ni hiyo, kwamba dalili ni zipi na nijikinga vipi. Yes. Pengine kwenye jamii huko sasa, hali ikoje? Mapokeo ya wananchi hasa katika kufuata kuchukua tahadhari, hasa kwa sababu tumeona miaka ile tangazo lilikuwa likitolewa, watu kweli wanachukua tahadhari, tofauti na sasa hivi. Pengine watu wamezoea, ama Dokta? Ama baada ya shirika la afya duniani kusema si janga tena, basi watu wameona ni kawaida? Hapana. Sisi tunaendelea kusisitiza kwamba magonjwa haya yapo na tunaishi nayo. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi kama mwelimishaji wa jamii kwa masuala ya afya kumwambia mwananchi kwamba endelea kuchukua tahadhari. Na tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Na magonjwa mengi yanatibika kwa kujikinga tu kwa vitu vya kawaida, kama alivyoongea daktari mwenzangu hapa kwamba mfano mtu mmoja akipata mafua ni vizuri akamkinga jirani yake, akipiga chafya basi afunike mdomo na kiwika kwa kiwiko, au aepuke msongamano sio na lazima, kunawa mikono. Ni vitu vile ambavyo tunavifanya
kila siku, lakini vina matokeo makubwa sana, kwa sababu mimi nikinawa mikono, ukinawa mikono, wote tukihamasishana kunawa mikono, tunaweza kujikinga na maradhi mengi zaidi, hata zaidi ya mafua makali. Lakini kuhakikisha pia hata mazingira yetu yanakuwa safi na salama. Mfano, tumezungumzia pia mazalia ya mbu kuongezeka. Mazalia ya mbu yakiongezeka yanapelekea magonjwa mfano ya denge, ambayo dalili zake ni zile, mtu anakuwa na homa kali, uchovu wa kupindukia, lakini tunajua mazalia ya mbu yanaongezeka katika mazingira gani? Madimbwi ambayo huwa yanakuwepo, vifuu. Sasa hivyo ni vitu ambavyo mwananchi au mwanajamii anatakiwa kuhakikisha kwamba anayatoa yale mazalia au anaondoa hivyo visababishi vya mazalia hayo ya mbu kuongezeka, kwa kuyaondoa hayo madimbwi, kuhakikisha mazingira yanakuwa safi kwa ujumla. Lakini kingine ambacho tunajaribu kuwasisitizia wananchi ni kwamba unapoona dalili homa kali, mafua, kukohoa, tunawashauri ni vizuri wakaenda kituo cha afya. Huwa tuna tabia wananchi, ukipata tu kakichwa kidogo kanauma, hebu nipite kwenye duka la dawa nichukue Panadol ninywe. Lakini kipindi hiki ambacho tunaona kabisa ongezeko la maradhi kama haya, tunashauri waende kwenye kituo cha afya, wakutane na daktari. Daktari atampima, atamshauri kutokana na hali ile ambayo amewasilisha kwake. Yes. Pengine daktari, hebu tuambie, katika taarifa ya mkuu wa serikali tunaona pia hiyo homa ya dengue. Pengine utofauti wa homa ya dengue na hizi homa ambazo mtu anaenda na mbu na malaria ni upi? Nafikiri ugonjwa wa mlipuko dalili nyingi huwa zinafanana. Kwa magonjwa mfano malaria na dengue, ukiangalia mtu mwenye dalili ya malaria na dalili ya dengue ni kama zinafanana. Wote atasema naumwa kichwa, napata homa, lakini kimsingi anayetoa nini tunaita diagnosis, hitimisho la kwamba wewe unaumwa nini, ni pale utakapofika kituo cha afya sasa na kufanya kile kipimo. Aidha utapima dengue, ataangalia damu, utatoa damu yako kidogo, atapima pale, atajua wewe unaumwa malaria, utapewa matibabu ya malaria. Wewe unaumwa dengue, utapewa matibabu yahusiana na dengue. Yes. Lakini ukiangalia hata pia mbu wanaoambukiza dengue mara nyingi huwa wanaumwaga, wanasema kipindi cha asubuhi, mchana au jioni. Nao ni wale mbu weusi wale, ndio wanaoambukiza, wanaosababisha maambukizi ya dengue. Yes. Dr. Jonas, hebu tuambie, tumeona pia swala la kipindupindu. Pengine jamii bado kuna changamoto gani sasa, kwa sababu hili swala, kuna mikoa ambayo swala la kipindupindu ilikuwa kama ni kitu cha kawaida, mfano Dar es Salaam. Pengine hali ikoje sasa ya jamii na swala zima la ugonjwa wa kipindupindu, kwa sababu nalo limetolewa tahadhari kwa wananchi? Yes. Swala la kipindupindu ukiangalia kwa kina unaona kwamba yote ni mambo ya usafi. Yaani ukija huku kwenye dengue, usafi wa mazingira na kujilinda. Ukija kwenye mafua, usafi. Yaani kanuni zile za usafi zinakuja. Na kwenye kipindupindu usafi unakuja. Na kipindupindu wasema wewe ukipata kipindupindu maana yake umekula kinyesi. Kipindi cha mvua ni kipindi ambacho uwezekano wa kinyesi kusambaa ni mkubwa sana. Au uwezekano wa maji kuchafuliwa na kinyesi ambacho kiko ovyo ni mkubwa sana. Kwa hiyo hii hapo ndio mzizi wa pale. Maana yake kwamba kila mtu akitumia choo vizuri, kipindupindu hatuwezi kupata. Na vile vile kila mtu akichemsha maji anayotumia kunywa, kipindupindu hatuwezi kupata. Vyakula, tukatunza vyakula vizuri, lakini mzizi wote unaanzia wapi? Kwenye usafi. Na kwamba kuna kinyesi somewhere, sehemu fulani hakijakaa vizuri. Na hapo ndio inasababisha mlipuko. Kwa hiyo kama ripoti ilivyosema kwamba kwa kipindi kirefu tumepambana sana na kipindupindu, na takriban mwezi sasa hatuna mgonjwa. Lakini kwa wizara kama yenye mamlaka ya kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwa salama,
na kulingana na historia za nyuma kwamba kipindi cha mvua nyingi hapo ndio unaweza ukapata mlipuko. Kwa hiyo ni kama kutoa tahadhari, jamani, kipindi kama hiki cha mvua tujitahidi sana kuzingatia kanuni kadhaa. Na kanuni ndio zile kwamba jamani tutumie hivyo. Kwa hiyo ni wito tu kwamba kwa wanajamii, mlinzi wa kwako ndio mlinzi wangu. Kwamba kuhakikisha kwamba kila kaya ina choo bora. Namba 2, manake inakuja kwako binafsi kwamba maji unayotumia lazima yawe yamechemshwa, maji safi na salama. Tutasema maji ya safi na salama, aidha umechemsha au umetumia dawa ambayo dawa maalum zaitwa klorini, ni vidonge unaweka, maji yanakuwa salama. Lakini kingine la vyakula tunavyotumia ni kuhakikisha vinakuwa viko vizuri katika hali ya usafi. Chakula kimechemshwa kiko vizuri, kama ni matunda unaosha yako. Kwa hali ya usafi tu wa binafsi na usafi wa mazingira. Na tunasemaga tuna kauli tunasema usafi kwamba mita 5 kwangu mita 5 kwako, hali kwamba sehemu inayokuzunguka lazima uhakikishe imekuwa safi. Lakini na ile choo kwamba watu hakikishe kwamba karne hii hatutegemei mtu kwenda kujisaidia sehemu nyingine chakani, lakini ukiona mtu ameharisha ujue tayari kuna kitu ambacho hakiko sawa, kuna uchafu somewhere mahali fulani umepita na wewe mtu umeutumia. Kwa hiyo hapo ndio kitu inapokuja kwenye kipindupindu. Lakini pengine Dr. Gutu, tusaidie, mikoa gani ambayo inaonekana kuwa kama donda ndugu ama imekuwa sugu hasa katika milipuko hii ya ugonjwa hasa kipindupindu? Kwa kulingana na ripoti ambazo tunazo na ripoti ambayo mganga mkuu wa serikali ametoa, ni kwamba ni mikoa miwili tu ambayo ilisalimika, ambayo ni Kilimanjaro na mikoa miwili ilisalimika. Kwa maana haikuwa na changamoto. Haikuwa na changamoto Kilimanjaro na Njombe. Lakini kwa kipindi cha mwezi mmoja tulifanikiwa serikali imefanikiwa kudhibiti na hakuna mgonjwa ndani ya mwezi. Katika afya na katika tiba, magonjwa watu wasema magonjwa yana pattern, yani yana tabia. Unajua kabisa kipindi cha mvua na mvua zikizidi unawezekana ukapata wagonjwa. Kwa hiyo ndio. Kwa hiyo tutoe hata wito kwa wananchi kuendelea kuzingatia na kuchukulia kwa makini kwamba kipindupindu ni hatari na tusihakikishe kwamba tupati wagonjwa katika kipindi hiki. Tuje kwako Dr. Machangu. Pengine katika yote haya ambayo taarifa imeweza kutolewa, kuna taarifa zozote za vifo kwa maana ya uviko, dengu na mafua makali? Hapana. Na hatuna taarifa yote ya kifo. Na kama nilivyosema, haya ni magonjwa ya kawaida na yanaendelea kufuatiliwa. Na wito wangu ni nabaki pale kwa jamii kwamba mtu ukipata hizi dalili nenda kwenye kituo cha afya. Tunaendelea kuwahimiza wananchi kutokutumia tuna hizi dawa za antibiotic kiholela. Kwa sababu watu wana ile tabia ya kwenda kwenye vituo vya kutolea dawa na jinunulia tu dawa, na kumekuwa na ongezeko kubwa sana la usugu. Usugu wa dawa. Homa kidogo na meza dawa ya antibiotics. Sijui kichwa kinauma na meza dawa. Lakini hiyo sio sawa, kwa sababu kadri unavyomeza hizi dawa unajenga mwili usugu, kwa maana kwamba hata unapopatikana na ugonjwa halisi ili utibiwe, unakuta hata ile dawa ambayo umekuwa ukinywa haina nguvu tena kwa sababu ya hali ya usugu. Dr. Jonas, hebu tuambie sasa, elimu imekuwa ikitolewa, pengine mapokeo ya jamii ni yapi hasa na mwitikio ukoje ili kuweza kukabili changamoto ambazo zimeweza kubainishwa na Wizara ya Afya? Kama serikali tunaendelea kuimarisha mifumo iliyopo sasa. Kwa hiyo tunapokuja ngazi ya jamii, tuna kamati za afya za kijiji, kamati za huduma za kuna kamati za afya za kijiji, kamati za huduma za kijamii za kijiji ambazo zinasimamia, lakini pia tuna maafisa afya kuanzia ngazi ya chini. Ngazi ya chini tuna maafisa afya ambao shughuli zao kubwa ni kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi na salama. Tuna maafisa wa uelimishaji, maana yake waratibu wa uelimishaji kuanzia ngazi ya chini pale, una hudumu wa afya ngazi ya jamii. Lakini pia una uelimishaji, maafisa wa elimu ya afya kwa umma ngazi ya halmashauri, ngazi ya mkoa hadi ngazi ya taifa. Lakini vile anapokuja swala la milipuko, mifumo imekaa vizuri.
surveillance, maanake ufuatiliaji wa magonjwa. Ndio maana taarifa kama hii ipo. Kwa kuanzia ngazi ya chini hadi juu kuna ufuatiliaji wa magonjwa. Lakini vile vile kuna eneo lingine ambalo ni la mipaka, afya mipakani. Na lenyewe ni kubwa sana katika kudhibiti magonjwa. Tunaita point of entry, ambao ni ufuatiliaji mipakani. Mipakaji ni mipaka ya ardhini, anga na hata bandarini. Na yenyewe ipo inafanya kazi vizuri. Kuna tiba ambayo tumezungumzia kwa kina, kuna risk communication, maana yake mawasiliano, ndio tunachofanya leo, mawasiliano wakati wa dharura. Ipo imekaa inafanya kazi vizuri. Lakini pia kuna mambo ya vifaa tiba, diagnostics na vingine vyote. Kwa hiyo uzuri ni kwamba nchi yetu at least ina mfumo ambao wa afya ambao uko kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya jamii chini kwenye familia ya mtu mmoja mmoja. Yote hiyo ni kuhakikisha kwanza magonjwa yanazuilika, na kwa waliougua maana yake wanapata tiba iliyostahiki kwa wakati. Lakini daktari, hebu tuambie, kwa sababu mnatoa elimu, serikali inajenga vituo vya afya, wataalamu wanaajiriwa, kumekuwa na ile dhana ya mila potofu. Pengine elimu mnayoitoa imeweza kufika kwa kiasi gani kwa wananchi? Kwa sababu tunazungumzia homa ya dengue, tunazungumzia mafua, tunazungumzia uviko 19, tunazungumzia kipindupindu. Mtu badala apelekwe hospitali anapelekwa kwa mganga. Tiba asili sio kwamba ni mbaya. Na tiba kama tiba huwa ina eneo na eneo, na ina utaalamu na utaalamu. Ndio maana hata kwenye udaktari unaanzia kuna chini hadi juu. Kwa hiyo ndio kuona umuhimu wa tiba asili. Kwa mfano wizarani tayari tuna section maalum ambayo inahusika na tiba asili. Na serikali inachofanya sasa hivi ni kuimarisha ushirikiano kati ya tiba asili na tiba ya kisasa au modern, ambayo kufaika ushirikiano kwamba mgonjwa anaweza akaanzia huku akapelekwa huku. Ndio kitu ambacho kinafanyika kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni hatua kwa hatua kwamba tutafika kule tunapotaka. Lakini tiba asili kwa sasa hivi tunachukulia kama ni sehemu ya tiba, na kubwa ni kuboresha uratibu na kuboresha miongozo na kuboresha namna inavyofanyika na kuwekeza zaidi, kwa sababu ni muhimu sana katika ustawi. Kuanzia kwenye vyuo hata Muhimbili pale kuna taasisi ya tiba za asili, Wizara ya Afya, na kuna usajili, na kuna maafisa hadi ngazi ya halmashauri ambao wanahusika moja kwa moja na kufanya uratibu huo. Kuna wale wazee wa lete jogoo mweupe au mweusi, tukupigie vitu fulani tuone haya mafua yanasababishwa na fulani. Elimu imefikaje kwa wale wananchi waweze kuachana na wale mawazo mgando? Elimu bado tunaendelea kutoa, kuhakikisha kwamba mtu anapougua ile kuchukua hatua stahiki, kwamba nichukue hatua gani, anajua kwamba natakiwa nifanye hatua gani. Na sasa hivi tunaenda kwenye bima ya afya kwa wote. Maana yake unaenda kuondoa kile kikwazo cha ufikiaji, access, kwenda kufikia huduma na kumudu, affordability, yani kwamba niweze kuimudu. Kwa hiyo itaondoa hiyo kikwazo, kwa sababu mengine naweza nikaamua kwenda kujitafutia tiba kwa sababu siwezi, kwamba hakuna kipato. Kwa hiyo inapokuja kwenye bima ya afya kwa wote, kwamba watu wote unawabeba bila kuingia kwenye umaskini. Yani bila kuingia kwenye umaskini, kwamba una kaya 1,150,000, wewe unakuwa umeshailinda kaya yako kwa ujumla. Shukrani sana. Na mtazamaji wa Star TV, kipindi hewani ni Tuongee Asubuhi kutoka hapa makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Na studioni kama ambavyo nimeweza kukuambia, tuko na Dr. Ona Machangu. Huyu ni mkurugenzi msaidizi elimu ya afya kwa umma, idara ya kinga kutoka Wizara ya Afya. Lakini pia tuko naye Dr. Norman Jomas, huyu ni mratibu wa huduma za afya ngazi za jamii, naye akitoka Wizara ya Afya. Tukiangazia tangazo ambalo limeweza kutolewa na serikali kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa wa mafua makali ya influenza, lakini pia virusi vya uviko 19. Kuna homa ya dengue na kipindupindu ambacho kimeweza kuripotiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Tunaelekea ukingoni. Dr. Machangu, hebu tuambie sasa, pengine ni changamoto gani ambazo mnaona bado ni kikwazo hasa katika kuweza kufanikisha kila ambacho kimekuwa kikifanywa na serikali ili tuweze kuepukana na
haya magonjwa ama kupoteza watu kutokana na haya magonjwa ambayo yameripotiwa? Asante sana ndugu mtangazaji. Niweze kusema kwamba mpaka sasa hatuna changamoto. Magonjwa huwa hayapigi hodi. Na magonjwa huwa yanasababishwa, mfano kuna magonjwa ambayo ya kuambukiza na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Mfano magonjwa ambayo sasa hivi pia tumekuwa tukiendelea kuelimisha wananchi kuhusiana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, pressure, kisukari, au ni magonjwa ambayo kabisa unaona kabisa mwananchi mwenyewe anaweza akajisababishia kwa ulaji mbovu, unywaji wa pombe kiolela, ambao over time anajua kabisa anajitengenezea hatari. Lakini magonjwa ambayo tunajua kabisa yanasababishwa labda na mabadiliko ya hali ya hewa, kimsingi mwananchi anatakiwa kujua kabisa kwamba mvua ikiwa nyingi, mazalia yangu yanaongezeka, kwa nihakikishe kwamba mazingira yangu ya usafi yako salama ili yasinipelekee mimi kupata maradhi, hususan haya magonjwa mafua makali, uviko 19, lakini hata homa hizi za denge na hata malaria. Kwa hiyo of course wito wetu sisi kimsingi ni kumwambia mwananchi jikinge. Kinga ni bora kuliko tiba, lakini hata pale utakapopata changamoto ya kuumwa usisite kufika kwenye kituo cha kutolea huduma ili uweze kuhudumiwa na kuhakikisha kwamba afya yako inarejea, unaendelea kufanya shughuli zako za kimsingi za kujenga uchumi wa nchi. Yes. Dr. Jonas, changamoto ambazo mnaona bado ni kikwazo hasa katika kufanikisha malengo ya serikali ili tusimpoteze Mtanzania, tuendelee kulijenga taifa, asipotee mtu kutokana na maradhi ambayo yanaweza kuainishwa? Kitu cha msingi kuliko chote ambacho tunaweza tukaondoka nacho ni kwamba kinga ni bora. Na tamko hili limetolewa ili kuamsha watu waendelee kuwa wanajadili katika kinga. Na kiini cha chote hiki kilichozungumzwa hapo ni usafi. Yaani usafi binafsi, usafi wa mazingira yako na kwa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kwa karne hii tutumie vyoo. Yaani haingii akilini kwamba wewe unaenda kujisaidia kwa chanzo cha maji. Na kuna maeneo bado hakuna vyoo. Watu bado kweli tunasisitiza. Kwa hiyo na hiyo pia ni wito kwa viongozi ngazi ya chini, labda mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji kusimamia hilo. Na sheria ya afya ya jamii ipo. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye kusimamia kwamba tuendelee kujilinda. Dr. Mwisho sasa unawaambiaje wa Tanzania sasa? Hili lengo la serikali, tahadhari hizi mnazitoa, tusimpoteze Mtanzania yote kutokana na changamoto hii ambayo imeweza kuainishwa na Wizara ya Afya kupitia mganga mkuu wa serikali. Asante sana. La mwisho ambalo pia ni endelevu, kwamba Wizara ya Afya iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inawapa wananchi taarifa sahihi kwa wakati sahihi inapotokea changamoto ya afya au changamoto ya mabadiliko yoyote ya hali ya hewa ambayo yanaweza kupelekea hali fulani ya magonjwa au tabia fulani ya magonjwa kuongezeka. Kwa hiyo waendelee kufuata shauri wanazopewa na wataalamu wa afya katika maeneo mbalimbali. Sisi huku tuko Dodoma, lakini Tanzania ni kubwa, ina mikoa 26, ina viongozi wa afya katika mikoa mbalimbali, huwa kuanzia ngazi ya chini waendelee kuwasikiliza, wafuate ushauri wao na pia wafike kwenye vituo vya afya ambavyo tunaendelea kusisitiza pia kabisa kwamba mwananchi akipata changamoto ya afya afike kwenye kituo cha afya. Tupunguze hii tabia ya kujitibu wenyewe, lakini sisi tuko tayari kuwasikiliza, lakini pia kupokea na kutoa elimu. Dokta, kule chini kabisa mnawafikia, ukiacha kwamba sawa mnatumia vyombo vya habari. Siku hizi kuna machifu na wasikia, pengine kule mnafikaje kule chini kabisa kule? Maana kuna maeneo vyombo vya habari pia. Mfumo wa jamii uko mpana zaidi. Kuna jamii ambayo tunafikia viongozi wa dini,
Kuna kundi ambalo tuna kundi ambalo tunatumia viongozi wa dini, tuna makundi ambao wako kwenye mifugo, tuna makundi ambao wako kwenye uvuvi, tuna makundi ambao wako masokoni, kuna makundi ambao wanakutana kama wazee wa kaya wakizungumza kwenye vijiji, na pia kutumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii, lakini pia tuna waelimishaji wa ngazi kabisa ya msingi wa halmashauri. Ndio njia muhimu sana ambazo tunatumia kufikia jamii kwenye swala la elimu, hususan kwa wale ambao hawawezi kupata taarifa za moja kwa moja za kimtandao, au kufikia moja kwa moja kwa kusikiza redio. Lakini kwa mtu mmoja mmoja au kwa taarifa hizi, kwa sababu tuna njia yetu ya mawasiliano. Mimi niwashukuru sana na kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yenu. Shukrani sana. Lengo tuhakikishe kila Mtanzania asipotee kutokana na hii changamoto. Asante. Kinga ni bora kuliko tiba. Asante sana. Asante. Shukrani. Na mtazamaji wa Star TV, ndivyo ninavyohitimisha hivyo studioni na wageni wangu ambao tumezungumza mengi kuhusiana na taarifa ambayo iliweza kutolewa na serikali kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa wa mafua makali ya influenza. Lakini pia tusisahau kwamba taarifa ile imesema kuna uviko 19, homa ya dengue na kipindupindu. Wataalamu kutoka Wizara ya Afya wameweza kueleza mengi, na kazi iliyobaki sasa ni wewe mwananchi kuweza kuchukua kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na wataalamu ili kuhakikisha kwamba hakuna Mtanzania anayepotea kutokana na changamoto ambayo inaweza kubainishwa na serikali, na wote tuendelee kuijenga nchi. Studioni kama ambavyo nimekuambia, tulikuwa na Dr. Ona Machangu. Huyu ni mkurugenzi msaidizi elimu ya afya kwa umma, idara ya kinga kutoka Wizara ya Afya. Ameweza kueleza mambo mengi kuhusiana na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na serikali na hatua ambazo zimeweza kuchukuliwa na serikali. Lakini tulikuwa naye pia Dr. Norman Jonas. Huyu ni mratibu wa huduma za afya ngazi ya jamii. Huyu ameweza kueleza sasa mambo mengi kuhusiana na jamii kuweza kuchukua kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa na wataalamu ama kikielezwa na wataalamu katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Lengo kuu tusimpoteze Mtanzania kutokana na maradhi ambayo yameweza kuzungumzwa katika taarifa hile ya mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshirikiana kukuletea kipindi hiki, naitwa Brian Moses, kwenu studio Mwanza kwa ajili ya kuendelea na kila ambacho kinafuata. Na asante sana Brian Moses kwa mahojiano hayo. Bila shaka sasa mtazamaji utakuwa umepata umefahamu kwa undani kuhusiana na tahadhari mbalimbali ambazo unapaswa kuzichukua na mambo kadha ya afya ambayo yalibainishwa ama yalizungumzwa katika mahojiano hayo kutoka huko jijini Dodoma. Lilian, tunapaswa kuendelea kuchukua tahadhari kutokana na haya magonjwa